Sifuna aliamsha Ruto kutoka kwa kiti tena akamkalisha. Alizungumza chenye Ruto hakuwa anatarajia pale kwa mazishi ya bodyguard ya Raila Odinga pale Siaya. Nataka niwaambie kitu moja kulingana na ile mkutano ilikuwa pale Siaya. James Orengo alienda kinyume kabisa na William Ruto na Raila Odinga. James Orengo ni cousin ya Raila Odinga. Orengo ni governor na rafiki wa ndani sana wa Raila Odinga. Venye alipeana speech yake pale kwa matanga ilikuwa kinyume kabisa na broad based government. Raila Odinga was seated there, William Ruto was seated there. Edwin Sifuna alisema advisors wa William Ruto wamemwangusha. Alimwambia to face. Yule ni secretary general wa chama cha ODM. Raila Odinga ameketi pale na William Ruto ameketi pale. Ruto hiyo kitu ilimguza kwa nerves, iliingia mpaka kwa iota. Ile vein iko ndani kabisa ya Ruto. Ilimguza hiyo kitu ya Edwin Sifuna. Kwa nini? Edwin Sifuna ametaja Buterekas. Ile kitendo kilifanyika pale na wewe rais uko hapa. Advisors wako wanakumisiliki. Ruto response yake haikuguza kwa Sifuna. Ilirudi akasema Sifuna anafaa kuchukuliwa disciplinary action. Ruto ni wa UDA. Anaongelea mambo ya ODM at disciplinary action. Kumaanisha hiyo kitu iliguza Ruto kwa nerves. Edwin Sifuna unaelewa Ruto vizuri sana. Nimekuja kugundua hiyo kitu sana. Ile jambo Ruto amerespond to. Ukisikiza speech ya William Ruto in response to Edwin Sifuna na wale wengine wote. Ile kitu Ruto amerespond pale Siaya na waambia is a level of desperation from a president. Ruto anang'ang'ana kutafuta njia ya kuconvince the Luos that I love Raila Odinga. Raila Odinga is a judgment. Okay, history when history will be made, it will charge Raila Odinga fairly because Odinga amesimama na taifa la Kenya. Yani sahihi Ruto ndiye amekuja kuona Odinga amesimama. Odinga hata ana shughuli. Odinga ameweka mikono kwa mfuko, amerelax. President mzima anang'ang'ana convincing people. Badala Raila ang'ang'ane to convince people that Ruto is the right president, ni Ruto anang'ang'ana to convince people that Raila Odinga history will judge him fairly. Ndio watu wafurahie kuwa Ruto ame-embrace Raila. That is the speech ya William Ruto. Ruto was suffering. Ruto hakuwa pale kwa funeral. Ruto alikuwa pale. How will I convince the Luos now that I've lost the Mount Kenya and the significant votes across the country? How will I convince the Luos? Because hata wakati broad-based government imefanyika, still Luos have not believed. Some of them, and there are very many, they have not believed that this broad-based government is good for them. That's why Ruto anang'ang'ana convincing the audience, the Luos, that mngejua Raila Odinga venye amesaidia, venye amenisaidia. Raila Odinga is a statesman. Raila Odinga judgment will judge him fairly and such. Those are kinds of struggles Ruto was doing yesterday pale Siaya. Lakini Orengo, Sifuna na viongozi wengine pale walienda kinyume na broad-based government. Swali ni, Orengo is a seasoned politician. Sifuna is a bright guy, intelligent politician, and a senator of Nairobi, and a secretary general of ODM. How come that Raila Odinga himself cannot advise Sifuna, cannot advise Orengo, waheshimu president? How comes? Jiulize hiyo swali. Si Ruto angeongelea Raila Odinga mwambie Raila, ongelesha watu wako, tuko kwa broad-based government. Mbona tena wanakuja hapa kwa public kunikejeli, kwenda kinyume na broad-based government? It tells you Raila Odinga amechanganya Ruto. Ruto hata hajielewi. Mara anasimama hapa, amesimama hapa. Sasa Ruto anashindwa. Israeli zinzia watu wake ndugu za Raila Odinga zinanitukana. Siko kinyume na mimi. Pande nyingine Raila anakuja hapa, yeye anaongelea speech yake. Hataji stories za Ruto. Sasa swali ni, where is Ruto? That is the question. Ruto ako pande gani? So ndio nawaambianga hapa, kuna highest level of desperation in this government of William Ruto. It's a matter of time. Watch. Odinga will exit with the majority